dunia leo bado inatumia mawigi labda? Mawigi yani hayakosekani. Mawigi huwezi ukayakosa. Mawigi za sasa hivi ni tofauti na kipindi hicho. Kanini sasa hivi tunabandika unalala nalo mwezi mzima. Mwezi mzima kitu kinatulia hapo kichwani. Itabidi za kipindi hicho zinaendana na wakati huo. Na wakati huo. Okay. Kwa hiyo mnavyoenda ndivyo hivyo mnavyopanda hivyo hivyo kadri siku zinavyoenda. Mlipotoka ni pabaya zaidi mlipo sasa hivi ni pazuri zaidi, au mlipo sasa hivi ni pabaya zaidi kuliko mlipotoka kwenye mambo ya urembo? Hapana, mimi naona tulipotoka ni pazuri, tunapoelekea yani pote yani panaenda sambamba. Tunaelekea tumetoka pazuri na tunaelekea pazuri. Sijakuelewa. Yaani kwa mlikotoka ni pazuri au pabaya? Pazuri. Pazuri. Tumetoka pazuri sana. Na hapa mlipo? Pazuri. Pote pazuri. Pote pazuri. Aha. Okay. Tunapata uzoefu kutoka kwako. Sababu inawezekana watu wanaoingia sasa hivi, vijana wanaoingia sasa hivi kwenye tasnia wasielewe haya. Na tunajifunza mengi. Na lengo hapa ni kujifunza. Ndiyo. Na wengi watajifunza pia kutoka kwako. Pengine vitu gani ambavyo kipindi hicho vinaonyesha kulikuwa na uzuri au kulikuwa kuna changamoto na sasa hivi ukioanisha sasa hivi na zamani? Zamani vitu gani vilikuwa vinawapa changamoto pengine kwa kuvipata au kufanya kazi zenu kwa urahisi na sasa hivi? Kwa sababu sasa hivi unajua utandawazi. Kwa mfano upo wilayani, haupo mkoani. Huwezi ukajua kule mkoani nini kinaendelea. Smartphone hakuna kwa zamani. Wakati tumeanza mambo ya urembo. Mpaka uje kujua yani kuna kitu gani kimeendelea kipya. Yani ni changamoto. Huo ndo ugumu ambao ulikuwepo hapo. Kwa hiyo mtu atakayetoka mjini akija huko atakuta bado uko nyuma. Ila sasa hivi kutokana na utandawazi mambo yanavyoenda hivi, mambo nice. Si mtu tunasoma, tunajua kule sasa hivi wanaenda na hichi. Sasa hivi na sisi tunakimbizana nao. Tunaenda sambamba. So kwamba mambo ya makeup yalikuwepo. Namna kujifunza na kupata network ya kujua hivyo. Safi sana. Vitu gani hasa ambavyo unavifanya? Yani ni kusuka tu peke yake? Yani mtu kwenye mambo ya makeup nadhani kwenye mambo ya urembo kuna mambo mengi. Yani tupe vitu ambavyo vinafanyika, labda vitu gani? Mambo ya urembo yana vitu vingi. Kiachana na kusuka, kuna kupaka rangi. Kuna ndo kama hivyo makeup yenyewe ni uso tu. Makeup ziko za aina ngapi au ni kutokana na mtu? Kutokana na mtu na rangi yake. Kwa hiyo makeup yani vifaa vyake ni vingi sana. Kwa sababu mtu mwingine lazima uchanganye rangi ndio upate rangi yake. Hivi tukitaka kumjua Unique ambaye ni wa pekee, unajitofautishaje na watu wengine katika makeup au katika kazi zako? Utofauti wangu ni kwamba kutokana na jina lenyewe tu Unique. Yani kazi yangu nikifanya yani ni tofauti na mtu yoyote. Naona hicho ni kitu ambacho tukipo ndani yangu, sio cha kujifunza, kipo ndani. Na hisi Unique imetokana na jina lako Eunice? Ndio. Okay. Ndio. Nilipata wapi wazo? Wazo lilikuja tu hivyo na Eunice, nikasema mbona hapa kama kuna nikiacha hii nani Unique, mbona kuna kitu hapa. Kuna kitu hapa. Hakuna mtu alikushauri? Hapana, hamna mtu alinishauri. Okay. Umesema kazi ngapi zinafanyika kwenye mambo ya urembo? Kuna kusuka, kuna makeup, kuna makeup, kuna mambo ya kucha. Vitu ni vingi. Na mnatoa ushauri, labda mtu akija hapa, wewe kutokana na mwili wako, kutokana na nini ufanye hivi na hivi na hivi, au mtu anakuja na tayari ana nini yake kichwani? Ndio nakusikiliza kwanza, maana mtu mwingine akija anakuja na idea yake tayari kichwani. Kwa hiyo namsikiliza, ukiona kama haikai inabidi na wewe umshauri hadi akae sehemu ambayo haitaharibu kazi pia. Tafika huko kwenye changamoto kujua kwamba vipi mitikasi ya kutokubaliwa kukubali. Kuna hii inaitwa nini ya ni wigi sijui. Kuna mawigi, kuna nini.
dunia leo bado inatumia mawigi labda? Mawigi yani hayakosekana. Mawigi huwezi ukayakosa. Mawigi za sasa hivi ni tofauti na kipindi hicho labda? Yani ni kweli kipindi hicho kulikuwa bado hakujawa yamechangamka ambayo tunayo saa hizi. Mambo yanavyoenda ndo kadri wanaboresha. Mawigi ya zamani kwa naona ni ya kuanguka. Anaanguka nini? Sasa hivi tunabandika unalala mwezi mzima. Mwezi mzima kitu kinatulia hapo kichwani. Itabidi waulize vizuri sana. Mwezi mzima sasa uweki maji kichwani au? Maji ya nini? Sisi wanawake ndio hivyo. Tukiweka tumeweka. Tukiweka vitu tumeweka. Au kuna namna unakuja kurekebisha tena unarudi? Unarekebisha, ukirekebisha unarekebisha japo ambavyo haigusi ngozi yako. Sawa. Imeshakata hiyo? Basi ngoja huko ni rekodi tu. Sawa. Yuni, mimi nimefurahi sana na tunajifunza mengi sana kutoka kwako hapa. Yes, nataka tuende kwenye ainisha kazi zako zote ambazo unazifanya hapa kwenye Unique. Yaani sema kazi zako zote ili watu wamjue Unique. Hapa cha kwanza tunasuka nywele za aina zote. Na kusuka ni mitindo mbalimbali. Mitindo kwa sababu kuna kusuka no trace, kuna kushonea weaving, kuna kubandika mawigi, yaani hata ukija na kipara tunakubandika. Kipara? Hello. Tunabandika kabisa unaota nywele. Tunafanya kucha, kila kitu. Sawa sawa. Tunakodisha mashela. Na shela, yes. Shela tafuta tuzione na zenyewe. Sawa sawa. Tuna remba hadi ukumbi hapa unaweza ukapata. Safi sana. Kwa hiyo ukija unaweza ukapata huduma zote. Hizo huduma zilikuwepo kipindi hicho au sasa hivi? Zilikuwepo tangia kipindi hicho chote. Sawa. Tumemfahamu Witi jamani, tumemfahamu Unique. Nasema tumia ya Unique sana. Vizuri sana. Wakati unaanza kujitafuta kwenye maisha, tupate uzoefu kidogo. Changamoto gani ulipitia mpaka leo hii unafikia hatua wewe unaitwa Unique? Inawezekana kuna changamoto ulipitia ambazo watu wanatakiwa wajifunze, au vijana wanaokuja sasa au wapambanaji wajue kabisa lazima utakutana na hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo lazima ujiandae kupambana nacho. Ni kweli changamoto zipo. Kwa sababu sio wote kwanza watakukubali. Ni juhudi kwenye kazi. Juhudi kwenye kazi. Changamoto ni kwamba mteja anaweza akaja asirizike hata na kazi, hata kama unaona ni nzuri. Lakini usikate tamaa. Huyo ni mmoja. Atakuja mwingine atasema jamani hivi na hivi. Kwa hiyo vitu kama hivyo vipo, yani vinatokea. Kwa hiyo kukata tamaa ni kitu kibaya. Sio wateja wote utakutana nao na kukubali. Unapambana bila kukata tamaa. Hivyo. Sawa. Na vipi kuhusu vifaa? Wakati huo mnanunua vilikuwa gharama sana tofauti na sasa hivi? Vifaa kulingana na muda. Kulingana na muda. Yaani kipindi hicho bei zake ziko hivyo hivyo. Kipindi hichi japo gharama zinapanda, ndio maana hata bei nazo zinakuwa zinaelekea juu. Kwa hiyo nyuma vilikuwa galau viliko chini. Sasa hivi vinapanda zaidi. Vinapanda na gharama hata za matengenezo nazo zinapanda hivyo hivyo kulingana na vitu vinavyopanda. Kwa mtu sasa hivi kuanzisha hii biashara au kuwa na kuwa makeup artist au kuwa mtu na saluni ni changamoto kidogo tofauti na zamani? Sio changamoto sana. Unaweza tu kaanza na vitu vya kawaida tu, sio lazima uanze kwa ukubwa. Yule ambaye anataka kuanza kwa ukubwa unamshauri nini sasa? Atajichanganya. Atajichanganya. Anza tu kwa udogo, utajipata taratibu. Sawa. Vipi kuhusu tabia sasa za watu? Zinaweza zikawasababisha wasiweze kufanikiwa au kufikia ndoto zao kwenye hii kazi? Kabisa. Kama tabia gani? Yaani inahitaji uvumilivu mkubwa mno. Mteja anaweza akakujibu hata vibaya. Kama iko vizuri. Mteja anaweza hata kukujibu vibaya tu. Sasa wewe uko na ile na wewe ya na mteja kujibishana na mteja hamwezi kufika.
unakaza, unatulia tu, wewe mwache aongee. Unamfanyia kazi yake, mwisho wa siku anafurahi, tayari. Lakini changamoto hiyo ni kubwa. Tabia za wateja ni ngumu kuliko kitu chochote kwenye hii kazi. Yaani ukiwa una hasira huwezi kufanikiwa kabisa. Tutafika kwenye hizo changamoto, tuzijue, tuzifahamu vizuri. Wewe umewezaje kupambana mpaka sasa hivi? Tumeona unasimama, uko stable, tunamuona Unique nyuma pale. Kuna mabinti wengi wanapitia changamoto nyingi, tunajua zipo changamoto za kitabia, zipo za kimaisha, mazingira tuliyotoka na familia zetu tunazijua. Mabinti wengi wanashawishika katika masuala ya mahusiano, mapenzi. Wengine wanaingia kwenye mahusiano mapema sana. Mwingine anazalishwa, mwingine ana watoto, mwisho wa siku maisha yanaharibika. Na pengine alikuwa na ndoto kubwa sana ya kuweza kuwa na kitu kama hichi au kuwa makeup artist. Hebu tupe experience kidogo. Kuna vitu wewe umepitia kama binti. Ni kweli, ndio mapenzi pia na kazi. Mapenzi na kazi. Yaani lazima uweke pembeni. Wewe uliweka pembeni. Kwa sababu huwezi ukao na mteja ukapigiwa simu ukamwacha mteja ukaenda kwa mpenzi wako. Na mimi hicho kitu kimeniathiri mpaka sasa hivi kwamba kupokea simu kwangu imekuwa changamoto. Kwa sababu mimi nilikuwa serious sana na kazi. Yaani mimi simu inaweza ikaita nisipokee kabisa. Kwa sababu kabisa nikaa naangalia hivi simu inaita. Kwa sababu mtu wako alikuwa anakuchukuliaje? Ama mwenda wazimu au? Ilibidi tu sasa wazoe. Yaani na wamezoea mpaka asilimia kubwa ya marafiki zangu yaani wameshajua, na sasa hivi nawaambia kabisa nikiwa na kazi kwa kweli simu ni pembeni. Kana uliipenda sana hii kazi? Sana. Paka mapenzi ukaweka pembeni? Pembeni. Yaani ukichanganya mapenzi na kazi au ulevi hauwezi kufanikiwa. Kwa sababu utataka ukanywe kidogo, utakuja utamfanyia nani kazi umelewa? Huwezi. Utaitwa na washikaji, kazi unayo. Utafanyaje? Kazi huwezi kufanya. Wewe kipindi hicho mpaka sasa hivi, najua sasa hivi umeolewa, una familia na watoto. Kipindi hicho wewe kuwa na boyfriend au mtu wako kuwa naye? Nilikuwa naye. Nilikuwa naye. Ulikuwa naye? Ulipambana naye? Nilipambana kwa kweli. Alikuvumilia?